Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunamshukuru tena Mungu kwa ajili ya nafasi njema ambayo ametupa ya kuagana na baba yetu mchungaji Ezekiel Asegelile Mwandulile ambaye ametutumikia kwenye usharika wetu wa Tunduma kwa miaka hiyo ambayo ametumika, na tumeziona kazi zake nyingi zilizotukuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulifanya pamoja na yeye, lakini yeye alikuwa mbele yetu. Sisi tulimsaidia kuyatafsiri maono na kukimbia zile mbio pamoja na yeye. Amen. Lakini kwetu amekuwa ni baraka kubwa sana. Kwetu amekuwa ni mtu wa maana sana. Sharika wa Tunduma Baba, umeufanyia mengi na tunakushukuru sana, na hatuna cha kulipa, lakini naamini wanatunduma wamejiandaa kusema asante na kukuaga katika siku hii muhimu ya leo ambayo kwa urasmi kabisa unaagana na watoto wako sharika wa Tunduma. Ndugu zangu wapendwa, naomba nisile muda, maana kwa yale mema na mazuri mengi ambayo baba huyu ameyafanya, tukianza kuelezea haitatosha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikukumbushe tu kuwa ni vizuri kutafsiri upendo kwa matendo. Amen. Na kwenye hatua hii muhimu, ninaomba sana uandae moyo wako kuonyesha upendo wako kwa baba yetu anayeondoka kwa matendo. Nilikuwa nakumbuka kile kitabu cha Mwanzo 25, ukisoma mstari ule wa kwanza na wa 4, lakini ukienda kwenye ule mstari wa 27 unamwona mzee Isaka anapokaribia kufa, naona umri wake umeenda, anatoa agizo kwa mwanae Esau. Anamwagiza Esau afanye mawindo ili yeye apate kula chakula kile kipendacho, na mwishowe ambariki Esau. Bwana Yesu asifiwe. Na ni yule baba alikuwa anaenda kufa, lakini yule baba anatuaga na ama kituo. Amen. Na niweke dhahiri kwako kuwa pamoja na baba huyu kwenda huko anakoenda, yamkini jioni yake ikamkutia huko, kwa maana muda wake wa kustaafu ukamkutia kwenye kituo anachokiendea. Hautakuwa na muda mwingine wa kuziteka baraka kutoka kwa baba huyu isipokuwa katika siku hii ya muhimu ambayo Mungu amekupa leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninatoa mwaliko kwako, hebu fanya mawindo kupitia ibada hii. Umbariki huyu baba kama ambavyo Esau alitumwa akafanya mawindo ambariki babaye, na kisha babaye apate kumbarikia kwa baraka zote. Hebu na wewe zing'ang'anie baraka za Mungu kupitia ibada hii. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe sana. Mwambie jirani yako, mwambie jirani, andaa mawindo, andaa chakula kinono. Haleluya. Basi tutaenda kwa utaratibu ufuatao. Tutaanza Wakristo wote, na baada ya Wakristo wote ndipo nitaanza kuita watu kulingana na makundi yao. Lakini hata kama tunaanza Wakristo wote, ombi langu kwako, usitoroke mpaka tumehitimisha kwa pamoja. Naogopa kukusema, maana Jumapili ulionyesha uzuri wa simanzi sana. Sasa nitakushangaa kama unatoroka na kumwacha tena baba peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ila kukusema naogopa, lakini ulionyesha simanzi, wengine mlitoa na machozi kabisa. Isipokuwa mimi nilikuwa sugu kidogo, nikajikaza. Kwa hiyo nataka nione upendo kwa matendo. Amen. Basi praise and worship team, tuje hapa na niombe tusogezee wazee wa kanisa chombo hapa, wakati baba yetu na mama yetu pia wanasogea hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Niombe chombo hapa. Praise watakapokuwa naimba. Sema As
mitaa, vitengo na idara kuendelea kujiandaa. Na wakati huu mtaa wa Sayuni mtakuwa mnakuja, tunaanza na mtaa wenyewe, lakini kijiji cha Sayuni, kijiji cha Agape, kijiji cha Kilimahewa pamoja na Merelani mtakuwa mnaambatana na kiongozi wa mtaa baada ya yeye kukamilisha ile bahasha ya mtaa. Na ni kwamba ndugu zetu wa Merelani wanaweza kuja kwa ibada inayofuata. Kule Merelani kuna msiba, kuna Mkristo mwenzetu ameondokewa na mzazi wake. Lakini kwa wakati huu kama nilivyosema, mtaa wa Sayuni wenyewe, kiongozi wa mtaa naona yuko hapa mbele tayari. Atakapofanya la kwake binafsi atafanya na la mtaa, lakini vile vijiji vitatu vinavyounda mtaa wa Sayuni kwa maana ya Sayuni, Agape, Kilimahewa na Merelani vitakuwa vinakuja kwenye line. Kwa wakati huu kuna Sayuni, Agape na Kilimahewa, Merelani wako msibani. Mtaa wa Tumaini mnajiandaa, tunaanza na mtaa wenyewe Tumaini, lakini baada ya mtaa wenyewe kinafuata kijiji chenyewe cha Tumaini, Kanani na Kanabela mnajiandaa. Na nitakuwa vizuri kunote kwa sababu hiki ni kitu cha kwenye utaratibu. Kwa hiyo kama kuna kijiji hakitaonekana basi tutakikumbusha kupitia vikao vyetu. Tumaini yenyewe. Asante. Mtaa mnawakilisha mtaa. Asante. Mtaa wa Tumaini, kijiji cha Tumaini, kijiji cha Tumaini, kijiji cha Kanani. Asante. Tunaenda pale mashariki. Asante. Tumaini, Kanabela sioni. Ibada ya pili Kanabela. Kanabela bado. Niombe mashariki kiongozi wa mtaa. Baada ya mashariki yenyewe Yerusalemu, maporomoko, Betheli na station inafuata. Mashariki tunaanza na mtaa wenyewe, baada ya hapo Yerusalemu, maporomoko, Betheli na station inafuata. Baada ya mashariki tutaenda pale magharibi. Namuona kiongozi wa mtaa magharibi yuko tayari, lakini vitafuata vijiji vya Bethsaida, Majengo B pamoja na Majengo A. Niombe mashariki tuje kwenye line. Kuna kijiji kimoja sikioni mashariki. Mashariki sioni Yerusalemu. Vijiji vyenu sijaviona. Yerusalemu sioni katika mashariki. Magharibi inaanza kiongozi wa mtaa, lakini Bethsaida, Majengo B na Majengo A.
salamu ya mtaa, kijiji kama kijiji Bethsaida. Baada ya kijiji cha Bethsaida ni Majengo B, na baada ya Majengo B ni Majengo A. Bethsaida sioni bahasha yenu. Meweka. Okay. Majengo B sioni. Majengo A, barikiwe sana. Barikiwe sana. Yerusalemu watakuja mchana. Mimi ni hapa vile ambavyo vimekuja na ambao hawajaja tutawakumbusha. Asante. Niombe kwaya zetu. Kwaya Nuruni iko hapa. Baada ya kwaya Nuruni, kwaya Tumaini. Baada ya kwaya Tumaini, praise and worship team. Baada ya praise and worship team, kwaya ya vijana. Nuruni, Tumaini, praise and worship team na vijana. John unawakilisha praise, amen. Nuruni na waona pale. Tumaini kwaya siwaoni. Vijana siwaoni. Vijana siwaoni. Baada ya hapo, idara ya wanawake na watoto mnajiandaa, idara ya vijana mnajiandaa, idara ya muziki mnajiandaa, na idara ya uamsho mnajiandaa. Baada ya hapo, idara ya wanawake mnajiandaa, idara ya vijana mnajiandaa, idara ya muziki mnajiandaa, na uamsho mnajiandaa. Lakini kabla ya idara hizo kuja, mama utumiri kidogo, kabla ya idara hizo kuja, hii ni kwaya, ni idara. Asante kwaya vijana, karibuni. Baada ya idara hizo kuja, kabla ya idara hizo kuja, kwa upekee sana tuna kwaya kutoka New Life in Christ, kwaya Tutamlaki, na wenyewe watakuwepo kwa ajili ya kumwaga. Kwa upekee huo ninaomba wao wawe na neno la kusema, kwa sababu ni kwaya inayotoka kwenye jumuiya ya waaminio New Life in Christ. Wawe na la kusema. Ninyi mtakuwa na neno la kusema. Baba, karibu. Idara ya wanawake na watoto mnajiandaa, idara ya vijana mnajiandaa, idara ya muziki watafanya baadaye, lakini uamsho mnajiandaa. Lakini wakati huu nitaachilia mic kwa kiongozi kutoka kwaya Tutamlaki ya New Life in Christ, wawe na neno la kusema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa niaba ya mwenyekiti wetu na mama, tumeshirikiana nao vizuri katika utumishi na huduma mbalimbali tulizokuwa tukifanya, na tulikuwa na mchango pia fulani wa gari, usharika ulitusaidia na mambo mbalimbali, tumetumika pamoja. Kwa ni vema sana tuje tumshukuru mchungaji wetu, mwenyekiti wetu hajapata nafasi, kuna mambo fulani yamemtinga, sasa amehamia Chipaka, kwa amesema nimwakilishe kwa niaba. Tuko hapa na watunza hazina, mimi ni mtunza hazina mkuu, mtunza hazina msaidizi. Mungu awabariki sana, tunakutakia safari njema, uso wa Bwana uende nasi. Niombe idara ya wanawake na watoto mnasogea, idara ya vijana mnasogea, na idara ya uamsho mnasogea. Wanawake naona tayari, idara ya vijana siwaoni, idara ya vijana siwaoni, uamsho unasogea. Asante. Idara ya vijana siwaoni bado, hao ni uamsho. Niombe mitaa pembezoni ile iliyopo kasinde na kuona, lakini naona mtumishi kutoka Isanga, mratibu wa elimu ya Kikristo mjini amekuja na salamu kutoka Isanga, na naamini mitaa pembezoni wengi watakuja ibada ya pili. Isanga kama iko salamu, wanakuja ibada ya pili. Asante. Nafikiri mitaa yote ya pembezoni itakuja katika ile ibada inayofuata. Idara ya vijana msio mabubu, kama kuna neno basi mnishirikishe ili tufunge ratiba hii na tuendelee na mengine pia.
katika idara, tumebakiwa na idara ya vijana. Kama mnalo neno, kama mnafanya ibada inayofuata, kama mnaenda kujiandaa, basi tusikize na kisha mengine yaendelee. Asante, nafikiri masikio mnayo. Kama haijaeleweka basi endelee na mengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa wakati mzuri, nawashukuru sana kwa uvumilivu.